Kigoma, wananchi kutoka kaya zaidi ya 300 zilizovamiwa na maji katika mtaa wa Katubuka, kata ya Katubuka, manispaa Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, wameiomba serikali kumsimamia mkandarasi anayejenga mtaro wa kuondosha maji yaliyovamia makazi ya watu na kusaidia kurudi kwenye makazi yao, kufuatia wengi kuishi kwa kupanga na wengine kuishi kwa ndugu zao. Mwanahabari wetu mkuu wa taarifa zote za ukanda wa Ziwa, Kadislaus Ezekiel, na habari hiyo. Hapa ni katika mtaa wa Katubuka, eneo ambalo nyumba zaidi ya 300 zinaelezwa kuzama maji kufuatia mvua nyingi zilizonyesha kwa takriban miaka mitatu, lakini pia sasa serikali ikichukua hatua ya kuchimba mfereji au mtaro mkubwa kuondosha maji haya ambayo yamepelekea athari kwa wananchi wengi. Kwa sasa wananchi wamehama makazi, wengine wameenda kuishi kwa ndugu, wengine wamepanga kusubiria hatima baada ya maji haya kuondoshwa katika eneo hili. Kwa nyakati tofauti wameelezea juhudi hizi za serikali za kuondoa maji haya kufuatia serikali kuwekeza fedha kuanza kujenga mtaro wa kuondoa maji haya yaliyovamia makazi ya watu. Hili tatizo limeanza mwaka 2023 na nyumba nyingi bado zipo kwenye maji. So tunachoiomba serikali itufanyie tu haraka, kwa kweli watusaidie ili tuweze kurudi kwenye makazi yetu, kwa sababu ili swala wasipolifanya haraka, na hii kipindi hiki tunaona watu wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kila siku wanatoa utabiri wa hali ya hewa. Swala la maji la Katubuka litaathiri mambo mengi sana, na kikubwa zaidi tunaomba hivyo tufanyia kwa haraka, kwa sababu watu tulitoka mle, tuna nyumba zetu, lakini sasa hivi hali ya uchumi ni mbaya, watu wamepanga, hela hamna. Kwa hiyo utakuta mtu labda alipata mafao yake akajenga kajumba kake, akaona kwamba hapa ndio sehemu ya kumalizia uhai wake, lakini sasa imetokea changamoto. Kwa hiyo serikali labda ijaribu kufanya jitihada kusudi kuyatoa hayo maji, ili kusudi watu wafanyaje, warudi kwenye sehemu zao. Tulikuwa tumejenga pale, sasa hivi tunahangaika na sisi tunaanza kutoa kodi, wakati tulikuwa hatujatarajia kufanyaje kutoa kodi. Serikali ilitoa ahadi ya kwamba wanachimba mtaro, watatusaidia haya maji yatoke kwa haraka, lakini kwa mtaro ambapo ulipoishia ni pafupi sana, kiasi kwamba yale maji imenyesha mvua 3 tu tayari maji yamerudi kama ilipokuwa mwanzo. Meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Kigoma, mhandisi Paul Mtapima, amesema mradi wa kuchimba mtaro huu utaenda mpaka mwezi wa 3 2026, ambapo sasa maji yatakuwa yanaondoshwa katika eneo hili, na wananchi ambao pengine nyumba zitakuwa bado ni salama watarejea kuishi katika makazi yao. Kwa upande wa Katubuka tuna barabara mbili zilizojifunga. Moja ni barabara ya Airport Katubuka, ambayo hii barabara imefungwa baada ya maji kuongezeka, lakini tuna barabara ya Kagashe. Kwa juhudi ambazo tumefanya kama serikali, tayari tumeanza mradi wa uchimbaji wa mtaro wa kutoa maji katika eneo la Katubuka. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa na matumaini, na mradi huu unaendelea tayari. Mkandarasi yuko kazini, anaendelea na kazi ya uchimbaji wa mtaro kwa mujibu wa mkataba. Kwa mujibu wa mkataba, kazi hii itakuwa imekamilika kabla ya ifikapo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2026. Kutoka mjini Kigoma katika eneo hili la Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi ni Kadislaus Ezekiel, EATV. Na muda huu moja kwa moja twende huko mkoani Kigoma tena, ambapo tunakwenda kuungana na mmoja kati ya mainjinia ambao watatufahamisha kuhusiana na kinachotakiwa kufanyika katika eneo hilo la Katubuka, ambalo kimsingi limekuwa likiripotiwa na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel kwa zaidi ya mwaka mzima huu. Na huyu ni mhandisi Paul ambaye ninakwenda kuungana naye. Mhandisi Paul, nakushukuru sana kwa muda wako. Ni kuwahi kwa kukutakia heri ya mwaka mpya. Najua unakaribia kuja huo mwaka. Kwa kupima hilo eneo, tunaona sasa hivi ndo kumeanza kufanyiwa kazi walau. Wananchi wanahitaji uharaka.
inaweza ikachukua muda gani kukamilisha hiyo mradi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa maana ya uharaka unahitajika na kimsingi, lakini kwa sababu ni kazi ya ujenzi na kazi hii ya ujenzi inahusisha vile vile uwekaji wa zege pamoja na uchimbaji, na ni kazi ambayo kwa maana kwamba kama ni zege ina muda wake wa kukomaa na kazi kuweza kukamilika. Kwa tunategemea kwamba pengine ikiwezekana kuja kufikia mwezi wa pili mwakani, katika kipindi cha miezi miwili na nusu kuanzia sasa, hiyo kazi itakuwa imefanyika na kukamilika. Pengine labda mmegundua changamoto kiasi gani katika ile eneo, kwa sababu limewatesa wananchi miaka ya kutosha tu mpaka mwaka huu alivyofika hata mkuu wa mkoa sasa hivi Balozi Simon Siro, na kuona kweli wananchi wamepigika vya kutosha. Asante. Kimsingi imechukua muda na muda huu itegemea kuweza kujiridhisha ya namna ya bora kabisa ya uondoaji wa maji katika eneo hilo, kwa sababu unaweza ukawa na haraka alafu ukasababisha tatizo katika eneo lingine. Na labda mmefikiria kufanya jambo lingine, kwa mfano kama kuvuna hayo maji? Maji ni mengi kweli, tumeripoti hapa vya kutosha. Ama kuna nini ambacho mtakifanya? Kunaonekana kama ni chanzo fulani cha maji, labda kinaweza kufanya mambo mengine, ama kazi yenu ni kurekebisha na kuweka mambo sawa tu? Asante ndugu mtangazaji. Katika moja ya majukumu yanayofanyika pale ni pamoja na kutengeneza njia ambayo inaweza ikaondoa maji kutoka eneo la Katubuka kuelekea katika ziwa Tanganyika. Kwa hiyo baada ya hapo inakuwa ni rahisi kukomboa sehemu ambazo zimezama na zimeathirika na maji. Kwa hiyo lengo ni kuyapunguza ili yaweze kuondoka na maeneo ya makazi yabaki salama. Mhandisi Paul Mtapima, nakushukuru sana kwa muda wako, na endeleeni kuchapa kazi kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi wa Katubuka hapo mkoani Kigoma. Asante sana. Asante. Naam, mwandishi Katubuka huyo nikizungumza naye.